بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Shawwal mwaka 1439, tulianza katika kikao cha jana utangulizi unaofungamana na umuhimu wa tauhid, uzito wa jambo la tauhid katika hii dini. Kadhalika tukagusia umuhimu na uwajibu wa Muislamu kujua kinyume cha tauhid ambao ni shirk, kwa malengo ya kujiepusha na dhambi ovu kubwa kama hii. Na vipi mtu atajikinga na jambo ambalo halijui? Yasikitisha kuwa leo waweza kumuuliza Muislamu nini maana ya tauhid akashindwa kukueleza, na ukamuuliza nini maana ya shirk akashindwa kueleza. Na hili ni jambo ambalo lipo baina yetu, kwa tuishi tukiwa ni Waislamu na hatufahamu msingi unaotuzuia sisi kuwa ni Waislamu, na tuishi kama Waislamu tukiwa tuko na amani kabisa kutokamana na hatari inayotukabili, kwa wakati wowote yawezekana ukateleza, waliyadhu billah, ikawa ni sababu ya wewe kutoka katika Uislamu. Kwa kama vile ni muhimu kwa mtu kuifahamu tauhid, kadhalika kuna umuhimu mkubwa sana wa Muislamu kuifahamu shirk na kila ambacho ni sababu ya kuutangua ule Uislamu wake, ili ajiepushe na jambo hilo. والرسالة التي بين أيدينا رسالة عظيمة. هي رسالة ambayo iko mbele yetu leo ni risala adhimu sana, muhimu sana. Na jana tulitaja kuwa pamoja na kuwa risala na waqidul Islam kiitizamo utakuta ni safha moja peke yake, karatasi moja peke yake juu mpaka chini, lakini yale yaliyomo ndani yake ni mambo makubwa muhimu sana kwa Muislamu kuyafahamu. اشتملت هذه الرسالة على 10 نواقض من نواقض الإسلام. na hii risala ndani yake imekusanya vichanguo 10 katika vile vinavyotangua Uislamu. Bimaana moja katika haya yaliyotajwa hapa, kama tutakavyoeleza na maelezo ya ziada ndani, kwa Muislamu akilifanya jambo lolote katika haya tutakaoyagusia ni sababu ya kumtoa katika Uislamu. Na bila shaka Muislamu akisikia maneno kama hayo huwa na hofu, kwa isije nikafanya jambo ambalo likawa ni sababu ya kunipokonya hii neema niliyokuwa nayo kubwa ya Uislamu. وهذه النواقض التي خصها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دون غيرها، خصها بمزية
وسنبين ذلك بإذن الله تعالى فيما بعد. الإمام المجدد رحمه الله pamoja na kuwa vitanguo vya Uislamu ni vingi sana, lakini yeye amekusudia kuvitaja 10 peke yake, kavitaja hivi 10 peke yake. Miongoni mwa mambo mengi ambayo ni sababu ya kumtoa mtu katika Uislamu, amekusudia kutaja haya 10 peke yake, na kuna sababu iliyompelekea yeye kama tulivyotaja, na tutaigusia hiyo sababu iliyompelekea kutaja haya 10. فهذه الرسالة مهمة جدا. الرسالة ni muhimu sana kuisoma, kuisomesha ni muhimu sana, bali kujua vitanguo vya Uislamu hususan fi waktina hadha, hasa katika huu wakati tunaoishi sisi, zama tunazoishi sisi, muhimu jiddan. ولا شك أن أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الحياة هو دينه، دين الإسلام. na hakuna shaka kuwa kitukufu zaidi anachokimiliki Muislamu katika uhai wake huu ni ule Uislamu wake. Hakuna neema kubwa zaidi kwa mwanadamu kama Allah kukuneemesha wewe kuwa ni katika Waislamu. fahuwa a'zamu ni'matin an'amaha Allahu 'azza wa jalla 'ala almuslimin. ni neema kubwa kabisa ambayo Allah amewaneemesha Waislamu nayo. na kuwa Muislamu kuyajua yale ambayo umtia dosari katika ule Uislamu wake, bali ile jambo ambalo laweza kumuharibia kabisa ule Uislamu wake kikamilifu, bila shaka ni muhimu sana kwake. ولذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي أن حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. masahaba walikuwa wakimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu khairi, ya rasulullah dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu aljanna, ya rasulullah ayul amali afdalu, ya rasulullah. wauliza maswali ya mambo ya khairi, lakini Hudhaifa huulizia shari, mpaka baadhi ya wenzake wakashangaa, kwa nini wewe waulizia shari tu? Ndio akaeleza yale maneno makubwa kabisa ambayo ni juu ya Muislamu kuyazingatia. kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafata an yudrikani. watu walikuwa wakimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu khairi, ama mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari kwa kuchelea isije ile shari ikanipata. وكون المسلم يتعلم هذه النواقض ويدرسها حتى يكون على بينة من أمره. ومسلم hujifunza vichanguo hivi vya Uislamu na kuvisoma ili awe ala bayina min amrihi, kila jambo liwe wazi kwake yeye, ajifahamu, ajue kile kinachotia dosari tauhidi yake, ajue kinachotangua dini yake ya Uislamu. walihadha Ibrahim alayhi salatu wassalam wa huwa imamul hunafa sa'ala rabbahu an yaqiyahu ibadat al-asnam. tizama Ibrahim alayhi salatu wassalam, hakuna yeyote kati yetu sisi afika hata ushur mi'shar yafahamu aliyokuwa nayo Ibrahim alayhi salatu wassalam, naye ni mtume wa Allah, kujua tauhid, imamul hunafa.
kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa, amrishwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam afuate mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Muwahhid, ni imam katika tauhid. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi na amkinge kutokamana na kuabudu masanamu aliyoyavunja kwa mikono yake. Ibrahim tufahamu kuwa alivunja masanamu kwa mikono yake, tena kwa mkono wake wa kulia, dharban bil yamin, kuonyesha ile hasira aliyokuwa nayo dhidi ya masanamu. Kwa kitu kikipiga kwa mkono wa kulia una hasira sana nacho, kimekuudhi sana. Baada ya kuvunja masanamu yote aliyovunja, bali kuingizwa ndani ya moto kwa ajili ya tauhid, Allah akamuokoa, akafukuzwa na baba yake kwa ajili ya tauhid, akaondoka akaenda likokwenda kwa ajili ya tauhid. Huyu mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam asema wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. ولم يقل عليه الصلاة والسلام ربي لا تجعلني أعبد الأصنام. hakumuomba Allah kwa kusema ya rabbi usinijalie mimi niabudu masanamu, bal qala ya rabbi ja'alni fi janibin wa ibadat al-asnam fi janibin akhar, mimi niweke ubavu mwingine wa mbali kabisa na ibada ya masanamu uweke ubavu mwingine wa mbali kabisa. فهو يسأل الله جل وعلا أن يقيه الشرك ووسائله. فهو أموomba Allah subhanahu wa ta'ala amlinde kutokamana na shirki na njia zinazowapelekea watu katika shirki yote. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe. فهو عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله الوقاية من الشرك وحده فقط. hakuomba kuwa ya rabbi nihifadhi na unizuie kutokamana na jambo la shirki peke yake, la, bal sa'ala Allah azza wa jalla an yaqiyahu min ash-shirki wa wasailihi, bali alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kutokamana na shirki na njia zinazowapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika dua ambayo tulitaja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asubuhi na jioni, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Mtume sallallahu alaihi wasallam ajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kufuru. Kisha leo tupate watu ambao wana fikra wakiwazungumzia wanaolingania katika tauhid kuwa tayari sisi ni waislamu, kwa hivyo hatuhitaji sisi kuisoma tauhid. Wangapi katika watu tushawasikia wakisema maneno kama haya? Bali mimi nakumbuka wakati tusoma ni wanafunzi, kuna mwalimu alikuwa akitusomesha tauhid, ma'al asaf akapewa jambo ambalo yeye mwenyewe sio lake. Yeye asomesha tauhid, kisha huja darasani akatuambia hivi, nyinyi pia mnahitaji kusoma tauhid kweli? Waislamu mnahitaji kusoma tauhid nyinyi? Maneno kama haya mwalimu yuko ndani ya darasa yazungumza. Kweli nyinyi mnahitaji kusoma tauhid? Kwa nini asema hivyo? Kwa sababu aona kuwa tayari yuko na amani yeye kutokamana na kutumbukia katika shirki, ashasalimika yeye, hahitaji kuisoma tauhid. Na hii ndiyo kasumba ambao wengi katika watu wanao katika vichwa vyao, kuwa tayari yeye maadamu ni Muislamu, haswa watu ambao wamezaliwa waona katika Uislamu yeye, kwa hivyo atabakia kuwa Muislamu mahma kana. Na ukiangalia kwa makini waweza kumkuta kuwa mtu kama huyu atumbukia daima katika mambo ambayo ni vichanguo vya Uislamu na hajui. Leo katika hii mitandao ambayo imeenea kila mahali, ni wangapi katika watu hutumiana istihza,
mambo ambayo mtu achukulia ni mambo ya kawaida tu yanayofungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi leo sisi tufahamu kwa mfano shaira ya kuchinja katika Eid al-Adha, tufahamu shaira si mbali Eid al-Adha itakaribia, mtakuja kuona watu watuma picha bonzo pengine ya mnyama kama mbuzi yuko juu ya mti, asema sishuki mimi mpaka Eid ishe, kisha mtu amtumia mwenzake ili afanye nini? Acheke. Kwa kitendo hiki ameingia kwenye nini? Istihza na dini ambayo ni kufur, inaomtoa mtu katika Uislamu. Na mtu anaweza kuona kitu kidogo tu, la kufuru waweza kuingia ndani ya ukafiri kwa kalima. Yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Kalima yaweza kuwa sababu ya kumtoa mtu katika Uislamu, wal-iyadhu billah. Je, hii haitii hofu kwa Muislamu kuwa pengine labda mimi hiyo kalima nishaitamka sijijui? Nani anayejijua? Kwa hiyo ni kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe mwanzo na shirk na njia zote zinazokupelekea katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala awaamrisha walioamini kuamini, ya ayyuhalladhina amanu aminu. طيب كيف aminu? Na hapa shasema ya ayyuhalladhina amanu aminu, na hapa ndio utajua umuhimu wa tajdid al-iman na mtu kushikamana na iman. Na hili halipatikani isipokuwa mtu kwa kujifunza daima tauhid na daima kujiweka mbali na kuisoma mwanzo shirki na kujiweka mbali na njia zote zinazompelekea mtu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kitabu at-Tauhid bawwaba baban mustaqillan qala babul khawf min ash-shirk, ameweka mlango hasa kuzungumzia kuogopa kuingia na kutumbukia katika janga la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. وذكر ما يتعلق بذلك من أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، kisha akaorodhesha adilla katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni wajibu juu ya Muislamu, kama vile ni wajibu juu yake kusoma tauhid, ni wajibu pia juu yake kujua vinavyotangua Uislamu, nawaqidhul Islam. Na ndio sababu ukaona wanavyuoni walikuwa na inaya ya kuandika mfano wa rasail kama hizi ili kuwakumbusha Waislamu mambo ya hatari kama haya wajiepushe nayo. Na biidhnillah ta'ala tutaanza kuisoma polepole hii risala ya nawaqidhul Islam mpaka tutakapojaliwa biidhnillah ta'ala kuimaliza naqidh moja baada ya nyingine. Nakumbuka nukta katika masala haya ya kutahadharisha kutokamana na shirk na vitanguo vinginevyo vya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mbali na kuwa alikuwa akiileta hii dua katika adhkar as-sabah wal masa, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr mpaka mwisho. Kadhalika alikuwa akiwasomesha haswa masahaba wake ad'iya ambazo watazileta ili kujilinda kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia sahaba wake Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, walladhi nafsi biyadihi lashirku akhfa min dabibin naml, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake,
shirki imefichika zaidi kuliko michakato ya mdudu chungu. Nani amsikia chungu akipita? Hakuna anayemsikia. Sasa shirki imefichika kiasi hicho, shirki imefichika sana. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ nsikufundishe jambo ambalo ukilitamka Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea hiyo shirki chache na nyingi. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وقد صحح الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. يا ربي mimi najilinda na wewe kutokamana na kukushirikisha wewe hali ya kuwa najua. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, na nakuomba maghfira kwa lile ambalo sijui. Naweza kuwa nimeteleza mimi sijui, kwa hiyo nakuomba maghfira kwa lile ambalo silijui. Na haijuzu kwa Muislamu kukaa na amani kutokamana na makri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun. Usikae ukaona kuwa umesalimika ukadharau, usijifunze tauhid, ukadharau, usijifunze vinavyotangua tauhid. Yaweza kuwa ndio sababu ya wewe kutumbukia katika upotofu wal billah. Jana ulikuwa ni utangulizi kuhusu umuhimu wa kujifunza tauhid na umuhimu wa kujifunza yanayokwenda kinyume na tauhid. Na leo huu utakuwa ni utangulizi unaofungamana na risala hii ya Nawaqidul Islam. Na biidhnillah ta'ala katika kikao kinachofuata moja kwa moja tutaanza kuisoma hii risala kuanzia bismillahir rahmanir rahim. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.